Asante sana mpendwa mtangazaji kwa kunipatia tena nafasi katika asubuhi hii ya leo. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo ameendelea kutupatia uhai na fursa na akili na nguvu za kuendelea kujifunza mambo ya msingi ambayo yataendelea kuyastawisha maisha yetu. Nataka nikwambie mpendwa msikilizaji, haijalishi upo katika maisha ya aina gani, hata kama ni maskini wa kutupwa, nataka nikwambie kwamba uwezo wa kubadilisha maisha yako upo ndani yako mwenyewe. Na siku ya jana tulifanikiwa kuweza kuona namna ambavyo Robert pamoja na rafiki yake walianza kukusanya raw materials walianza kukusanya malighafi kwa ajili ya kuweza kuzalisha vitu ambavyo walitaka kuweza kuzalisha, na hatimaye wakakatishwa tamaa. Na tukasema kwamba katika ujasiriamali tarajia kabisa kukatishwa tamaa unapotaka kufanya kitu chochote. Na ukiona watu wanakukatisha tamaa, tukasema kwamba tulijifunza ujue kuna mambo yafuatayo. Kwanza, huyo mtu aliwahi kufanya hicho kitu akashindwa kwa sababu ya ushauri mbovu, labda hakujiandaa vizuri, pamoja na sababu nyingine nyingi. Kumbuka watu wengi wanafanya vitu wanashindwa ambavyo wachache wamefanya hivyo hivyo wakashinda. Kwa hiyo ujue mtu anaposhindwa na kukuambia hiki hakiwezekani, sababu ya kwanza yeye alishindwa. Lakini sababu ya pili tukagundua kwamba inawezekana kabisa huyo mtu haoni kile unachotaka kufanya ni nini. Unajua, tulisema sifa moja ya mjasiriamali anatakiwa afike sehemu aone vitu ambavyo watu hawajaviona. Siku moja nikiwa natembea kwenye bonde moja la vijana ambao walikuwa wanalima shamba, wanakuza njegere na vitu kama hivyo, nilikuta wametengeneza bwawa zuri ambalo wanalitumia kufugia. Wanalitumia kumwagilia. Nilivyoliona akilini mwangu nikawa nimeshaona kitu kwamba hili bwawa ni mradi mkubwa sana kuliko mashamba yote wanayolima. Nikaona na wale vijana nikasema mimi ninahitaji hili bwawa, mnaweza mkaniuzia? Wakakataa. Nikasema mnaweza mkanikodisha? Ndio. Wakaweza kunikodisha. Nilifanya kitu kimoja ambacho ni dili moja nzuri sana ya kuzalisha fedha ambayo nitaizungumza siku za mbele. Kwa hiyo ukiona mtu anakukatisha tamaa, inawezekana unafanya kitu ila yeye haoni hicho kitu unachofanya nini? Haoni hicho kitu unachokifanya, na ndio maana anakukatisha tamaa. Sasa ni nini kilichoendelea? Ndicho ninachoenda kukizungumzia katika siku hii ya leo. Kwa hiyo baada ya muda huo kuweza kupita, baada ya kuweza kukusanya hizo malighafi na mama yao kuwakatisha tamaa, na wakaomba wiki ilipokamilika, basi Robert pamoja na rafiki yake wakaingia katika uzalishaji. Na tulijifunza jana, nilizungumza kwamba hawa waliamua kwamba sasa sisi tutazalisha rangi ambayo watu wanaweza wakapakaa kwenye majumba. Na kwa sababu walikuwa hawana fedha, unajua watu wanapofikiria wazo la biashara, kitu cha kwanza ambacho wanakiwaza kimekuwa ni fedha. Yaani wanawaza kwamba niwe na shilingi ngapi ili niweze kufanya hili jambo. Ila wao hawakufikiria fedha, walifikiria kwanza na vitu ambavyo vipo katika uwezo wao wa kuweza kuvifikia. Kwa hiyo wakasema hatuna kiwanda, hatuna nini, malighafi. Cha kwanza wakaanza kukusanya tube, zile tube za dawa za meno, wakawa wanazikusanya kwa majirani. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wakasema tutatumia mitungi ambayo tumekuwa tukiitumia hapa nyumbani kwa ajili ya kuweza kuchakata hii rangi. Na jambo la tatu, wakasema tukisha ichakata sasa hatuna haja ya kuhangaika kununua makopo. Wakakusanya makopo ya maziwa ambayo wenzao wametumia huko mashuleni, wakayakusanya yale makopo, na baada ya kuweza kuyakusanya yale makopo, basi hayo ndio wakasema tukisha zalisha hii rangi tutaiweka kwenye haya makopo. Basi siku ya uzalishaji ikafika, wamekusanya lundo la makopo hapo. Baadaye wamekusanya, wakaanza kufanya shughuli pale. Wakaanza kuponda, kukawa kuna unga mwingi umekusanyika kila kona. Wakawa wameweka mtungi, wameweka moto, umekolea ule mtungi, umekolea kabisa na kubalika rangi. Wakawa wanatupia vile vikopo mle ndani. Wanatupia, vinaanza kuyeyuka. Ghafla muda mrefu ukawa haujapita, baba yao akawa amekuja
akaingia na gari. Akashindwa kuipaki sehemu ya nyumba ya kupakia gari kwa sababu walikuwa wamejaza zile tube za dawa za meno. Kwa hiyo ikamlazimu apaki njiani. Huyu baba yao alikuwa yuko pamoja na rafiki yake. Basi baada ya kufika akasema, Robert, mnafanya nini hapa? Robert akiwa ameinama yuko na rafiki yake wanaendelea na shughuli. Wakamwambia, baba, kama ulivyotufundisha tupo kuzalisha pesa. Tunafanya hivi ili tuweze kuwa matajiri. Baba yao akacheka. Acheka na mwenzake. Akasema, nyie vijana ni wabunifu sana nyie watoto. Lakini hebu niwaombe tusogeeni hapa pembeni tukae kidogo niweze kuwaeleza kitu. Watoto wakajikunguta, walikuwa na mavumbi meupe, wakajikunguta, wakakaa pembeni, wamesha mimina kwenye makopo kadhaa. Wakakaa kumsikiliza baba anasemaje. Baba yao akawaambia, wanangu, mnafahamu kitu kinachoitwa uchakachuaji au kitu kinachoitwa kuzalisha vitu bandia? Akawaelezea maana ya kuzalisha vitu bandia na uchakachuaji, na baadaye akawaambia, wanangu, ni kinyume cha sheria. Michael rafiki yake na Robert akashtuka, akasema, baba, kwa hiyo unataka uniambie kwamba bidhaa tunayozalisha ni kinyume na sheria, tutakuja kukamatwa? Akamwambia, ndio mwanangu. Watoto wakakata tamaa. Mike akamwambia mwenzake, akamwambia Robert, ndio maana rafiki zetu shuleni wanatuambia sisi ni maskini. Kwa kweli ng'ombe wa maskini hazai. Baba yao akawa amesikia. Akamwambia, lakini wanangu, mnaweza kuwa matajiri endapo tu hamtakata tamaa katika mambo mnayofanya katika maisha. Na rafiki yake baba yao akamwambia baba yake na Robert na Mike, akamwambia, nyie watoto ni wabunifu, mnapalilia talanta yenu mlionayo, msikate tamaa. Basi Robert kaanza kuwapa moyo. Lipo jambo jingine la msingi ambalo baba yao aliwaambia, na hilo ndilo lilienda kubadilisha maisha ya Robert mpaka siku ya leo ninapokuelezea kisa hiki. Ni mfanyabiashara mkubwa katika dunia hii. Na jambo alilowaambia baba yao, unapenda kujua ni jambo gani? Nitakuelezea siku ya kesho ni jambo gani. Rafiki, endelea kufuatilia vipindi hivi utajua. Lakini kitu cha msingi ninachopenda kumalizia nacho siku ya leo, wapo watu wengi ambao wapo katika jamii. Hata wewe mpendwa msikilizaji, upo hapo nyumbani, umemaliza shule ya msingi au shule ya sekondari au umemaliza chuo, na unategemea kwamba siku moja uajiriwe, upate ajira nzuri, utakaolishwa vizuri, utakaolipwa vizuri, ambayo itasukuma maisha yako. Nataka nikuambie mpendwa msikilizaji, kama unataka ufanikiwe katika maisha, usisubirie kuajiriwa. Kuna kitu cha ajabu sana ambacho nimeweza kujifunza hivi karibuni kuhusiana na changamoto na tatizo halisi la ajira. Nataka nikuambie wewe mpendwa msikilizaji ambaye umekaa pembeni ya redio na unategemea kuajiriwa na ulipwe mshahara mkubwa, sijui ununue gari, ujenge nyumba, nenda kawaulize waajiriwa. Leo ukiona mwajiriwa yoyote, asilimia kubwa, sio wote, asilimia kubwa, ukiona kanunua gari au amejenga nyumba, fuatilia benki, utakuta ana mkopo. Amejikomiti, kaingia mkopo wa miaka 20, miaka 10 akatwe mshahara. Kaingia mkopo, kajenga nyumba, kanunua gari, matokeo yake ajira yake inabaki kuwa gereza. Na watu wengi wapo kwenye gereza la ajira, wanafanya kazi ambazo hawazipendi, mshahara hautoshelezi, maisha yao wanaendelea kuyasukuma hivyo hivyo, kujikongoja angalau aje kupata kiinua mgongo wanapomaliza kazi, kwa sababu wanapoishi hapokei mshahara wote. Fedha zake zote ni makato. Atakatwa kodi, atakatwa sijui fedha ya nini, atakatwa pesa za pensheni, sijui mifuko ya jamii, atakatwa, ni kukatwa. Matokeo yake fedha aliyonayo haitoshelezi. Sasa wewe ambaye unategemea utakuja kutoka kwa ajira, sina habari njema ya kuweza kukuambia.
ila habari njema nayo kuweza kukwambia tu wewe mwenyewe unaweza ukatengeneza kazi yako na ukawatengenezea watu wengine ajira. Nilikuwa naangalia tatizo la ajira, nikafanikiwa kuweza kusoma ripoti moja imetengenezwa na watu wanaitwa Tanzania Country Level Knowledge Network. Ni watu ambao wanafuatilia mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na ajira. Na hii ripoti ni ya kipindi cha nyuma, ina maana sasa hivi hali ni mbaya zaidi. Ni ya ripoti ya mwaka 2012. Wakasema kwamba ipo changamoto kubwa katika soko la ajira kwa sababu kubwa zifuatazo. Sababu ya kwanza, hitaji la watu wanaohitajika kazini haliendani na upatikanaji wa watendakazi wenyewe. Yaani watu wanaohitajika kwenye ajira sasa hivi na watu wanaopatikana wengi hawana hizo sifa. Nikaona tatizo la pili, msongamano wa ajira mijini ni mkubwa sana. Wakazi kutoka vijijini na wakazi kutoka mijini na vijana ambao wamemaliza shule, wamemaliza vyuo vya ufundi, wamemaliza vyuo vikuu, wote wanarundamana mijini kwenda kutafuta ajira, tena zisizohusiana na kilimo. Kwa hiyo tatizo limekuwa ni kubwa sana. Wewe ambaye unadhani kwamba kwa kukaa nyumbani utakuja kupata ajira, nataka nikuambie kwamba watu wanaohitaji kuajiriwa sasa hivi ni wengi sana mijini kuliko ajira halisi zilizopo. Nilikuwa naangalia ripoti nyingine ya International Labour Organization, inaitwa ILO. Ni shirika la kimataifa linalohusiana na masuala ya wafanyakazi. Ripoti ya mwaka 2016-2017, mwaka ambao tupo, International Labour Organization wanasema kwamba tutakuwa na watu wapatao milioni 201 duniani kote ambao watakuwa hawana kazi inapofika mwaka huu. Akaelezea tena zipo nchi zilizoendelea ambazo watu wamekuwa wakikimbilia kipindi cha nyuma kwenda kupata ajira. Sasa hivi anasema tatizo la ajira limekuwa kubwa, na katika nchi zinazoendelea tatizo la ajira litaendelea kupanda kwa kadri miaka inavyozidi kwenda. Itakapofika mwaka 2018, nchi zinazoendelea tu zikiwamo nchi za Afrika Mashariki na Kati, kutakuwa na watu wasiopungua 450,000 wanaohitaji ajira. Wewe ambaye uko hapo kijijini, mashamba yapo, una fursa nyingi za kuweza kuzalisha na kujitengenezea ajira, unasubiria nini? Amka sasa hivi, ninakwambia mpendwa msikilizaji, ninapenda kukusii, amka, fikiria jambo la kufanya. Yapo mengi, tutapeana mawazo, mambo ambayo tunaweza tukayafanya. Watanzania tuna fursa nyingi tunazoweza kuzitumia ambazo zitatuwezesha kuondokana na tatizo la ajira. Tatizo la ajira sasa hivi ni kubwa. Wapo watu ambao wamekuwa wakikimbilia wakasema tunaenda kusomea ualimu. Wewe mwenyewe ni shahidi mpendwa msikilizaji. Sasa tuna zaidi ya mwaka. Wapo walimu ambao wamemaliza tokea mwaka jana, wengine mwaka juzi, mpaka sasa hivi wanasubiria ajira. Na hata ajira zilizotangazwa hivi karibuni, zilizotangazwa na serikali na hata zinazotangazwa na mashirika au taasisi zisizo za kiserikali, bado haziendani kabisa na takwimu ya vijana kwa watu wazima wanaohitaji ajira. Kwa hiyo hili tatizo ni kubwa, na nilikuwa ninafuatilia utafiti mwingine unaonyesha kijana anaishi leo, anasoma mpaka anamaliza chuo, anakaa kipindi kisichopungua mwaka mzima, miaka 2 akitafuta kazi, na wengi wa vijana wanakuja kupata kazi amefikisha miaka 34. Nataka nikwambie mpendwa msikilizaji, kama unasubiria kuajiriwa, unasubiria matatizo, fanya mabadiliko. Vitu gani ufanye? Ni wazo gani alilopewa Robert na rafiki yake? Tutalitazama siku ya kesho. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Mtangazaji, ninashukuru sana kwa fursa ambayo umenipatia siku ya leo. Kwa wewe ambaye utakuwa na swali,
Namba ya simu ni 0754 20 20 21, 0754 20 20 21.